Mpendwa mtazamaji, ni Krismasi. Karibu sana katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Na heri sana kwa sikukuu ya Krismasi, Noeli, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo amefanyika mwili, anakuja kukaa kwetu. Habari hii ni habari njema kwa dunia nzima, ambayo inazungumzwa kupitia maandiko matakatifu kwamba Yesu Kristo anakuja duniani, anakuja kuchukua mwili, anakuja kukaa kwetu. Nabii Isaya alionyeshwa na Mwenyezi Mungu miaka 700 kabla Kristo hajazaliwa kwamba bikira atachukua mimba na atamzaa mtoto, na jina lake huyo mtoto ataitwa Immanueli, yani Mungu pamoja na sisi. Ilikuwa ni nabii Isaya sura ile ya 7 kuanzia ile aya ya 11 anakuja kutoa utabiri huo. Na habari za kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo katika Biblia takatifu zinapatikana kwa wainjili wawili. Mwinjili Luka kuanzia ile sura ya 1 aya ya 26 mpaka ile ya 38 inazungumza kwamba malaika wa Bwana alitumwa kwenda katika mji wa Galilaya kwa mwanamwali aliyekuwa anaitwa Maria. Akamwambia, utachukua mimba na utamzaa mtoto na jina lake utamwita Yesu, na hiyo mimba utaichukua kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Luka anaendelea kuthibitisha habari hiyo ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba ilipofika kipindi ambacho huyu mtawala wa Kirumi alipokuwa anatawala nyakati hizo, mtawala huyu alikuwa anaitwa Augustus. Ni Luka sura ile ya 2 kuanzia aya ya 1 mpaka 14 aliitisha sensa, na katika sensa hiyo watu wote walipaswa kuweza kwenda maeneo ya kwao waende wakahesabiwe. Hasa katika sensa ya kwanza ambayo huyu mtawala alikuwa anaitwa Augusto alikuwa ameitisha, ndipo Yesu alipokuwa amezaliwa. Na Luka anazungumza wazi kabisa kwamba Yesu Kristo amezaliwa Betlehemu. Na kwa nini amezaliwa Betlehemu? Amezaliwa Betlehemu kwa ajili ya sababu moja tu kubwa. Sababu ni hii, ni kwamba Yusufu ambaye ndio alikuwa ni baba mlishi, aliyekuwa amepewa jukumu la kuweza kumtunza Yesu, wakati wa sensa nyumbani kwao ilikuwa ni Betlehemu. Kwa hiyo alipaswa kuweza kurudi pale Betlehemu. Na Betlehemu ina sifa moja kubwa sana, mpendwa mtazamaji. Ni mahali ambapo huwa wanazaliwa wafalme wote wa ile kabila la Yuda. Wafalme wote wa kabila la Yuda wanazaliwa Betlehemu. Daudi alizaliwa Betlehemu, na Yesu Kristo ili aje atawale dunia anakuja kuzaliwa Betlehemu. Na katika hiyo Betlehemu ambayo Yesu Kristo anakuja kuzaliwa, malaika wanakuja wakitangaza habari njema, na wanawaendea wale ambao walikuwa ni wachungaji, walikuwa wakichunga kondoo usiku ule, wanawapasha habari kwamba katika zizi la ng'ombe Yesu Kristo amezaliwa. Na hawa wachungaji wanaenda kuthibitisha habari zile za malaika, na baadaye inatokea kwaya kubwa kutoka mbinguni inaimba, utukufu kwa Mungu juu mbinguni na amani duniani kwa watu wale ambao wenye mapenzi mema, kwamba Bwana amezaliwa. Na habari pia za kuweza kuthibitisha kwamba Yesu Kristo amezaliwa kweli kweli ni Injili ya Mathayo. Mathayo yeye anazungumza ukoo wa Yesu Kristo. Ameanza kuzungumza kutoka kwa Ibrahimu, akaja hadi kwa mfalme Daudi, na akaja hadi kwa huyu Yusufu. Na Mathayo anazungumza kwamba anayekuja kuzaliwa ni mfalme, na ishara kwamba huyu Yesu Kristo aliyezaliwa ni mfalme, alipozaliwa tu nyota yake ilionekana. Watu wote wakubwa duniani wanapozaliwa, viongozi wakubwa wanapozaliwa duniani, nyota huwa inaonekana. Nyota hii ambayo imeonekana hawakuiona watu wengine, walikuwa ni wataalamu wale wa mambo ya anga, wanajimu ambao walikuwa ni waganga wakubwa. Walivyoiona ile nyota wakajua kuna kitu kimetokea duniani, wakaanza kuifuatilia ile nyota, na walivyoifuatilia wakajikuta wamekuja moja kwa moja hadi Yerusalemu, wakaenda Betlehemu
wakaenda kumsujudia, na hao mamajusi wakatoa dhahabu, wakatoa manemane, wakatoa na uvumba, wakamsujudia Bwana. Kwa nyota yake ikaonekana, na waliokuja kutoa taarifa hiyo ya hii nyota ya ajabu ambayo inaangaza duniani kote walikuwa ni watu ambao ni wapagani, ambao pia walikuwa hawamjui Mwenyezi Mungu, lakini wakaangaziwa na nyota hii. Kwa hiyo ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo unaleta mwanga duniani. Ujio wa Yesu Kristo ni furaha kwa dunia nzima, na ndio maana sherehe hii ya Christmas ni sherehe si ya Wakristo peke yao, ni sherehe ya dunia nzima. Sikukuu hii ni sikukuu ya familia, yani wale watoto wa Mwenyezi Mungu wote wanashangilia ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, yeye kuchukua mwili na kukaa kwetu. Neno hili la Christmas limetokana na maneno haya mawili, neno ambalo ni Christ, ambalo wanasema kwamba ni mpako wa mafuta, masihi wa Bwana, alafu masi manake ni misa. Misa ni adhimisho ambalo Yesu Kristo kwa mikono ya padi amtolea Mungu Baba sadaka ya kweli kama alivyojitoa pale msalabani. Kwa hiyo walitumia neno hili kwamba siku ambapo Yesu Kristo amezaliwa ni misa ya Kristo, na baadaye katika misa ya Kristo ndipo basi wakaunganisha maneno ikawa ni Christmas, yani misa ya Kristo inatolewa kwa ajili ya Kristo peke yake. Na sasa kwa ajili ya hilo, katika maadhimisho haya watu wote duniani wanaitolea siku hiyo kwa ajili ya Kristo, wanamwadhimisha Kristo ambaye amezaliwa hapa duniani, na imedumu kwa muda mrefu sana, toka mwaka 220 walipoanza kuadhimisha hii ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, na imekuwa ni sherehe kubwa ambapo dunia nzima inatangaza kwamba Kristo amekuja. Kitu gani tunapaswa kuweza kukifanya? Ya kwanza, kama Kristo amekuja, Emmanuel amekaa pamoja na sisi, ile sauti ya malaika, utukufu kwa Mungu juu na amani duniani vitawale. Amani itawale kwenye familia zetu, amani itawale katika kanisa letu, amani itawale katika nchi yetu. Pasipo Kristo ni vurugu, lakini Kristo akija, amani inatawala. Na ndio maana kipindi kama hiki cha kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yetu, cha ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, familia ya Mungu wanakusanyana. Wakikusanyika pale familia ya Mungu, migogoro mbalimbali ambayo ilikuwepo wanaizungumza, na baadaye wakitoka hapo, Kristo anakwenda ndani mwao, Emmanuel, Mungu pamoja na sisi, anakuwa pamoja na sisi, tunaondoka kuendelea katika majukumu kama haya. Na katika sherehe hii ya Bwana wetu Yesu Kristo, tumpokee Kristo ndani ya maisha yetu, ndani ya mioyo yetu, akae kwetu. Akikaa kwetu atatubariki. Nikutakie sherehe njema, nikutakie furaha njema. Imba pamoja na malaika utukufu wa Bwana. Nenda pamoja na wachungaji, kamsujudie Bwana. Bwana amekuja kwa ajili yetu. Tusimfungie milango kama wale wenyeji wa Betlehemu, tumfungulie milango. Yeye ni mfalme wa utukufu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.